Urusi yaharibu miundombinu ya umeme kusini mwa Ukraine. Vikosi vya Urusi vimefanya mashambulizi mapya ya droni kwenye mji wa mwambao wa Bahari Nyeusi wa Odessa usiku wa kuamkia leo na kuharibu miundombinu ya nishati na kusababisha moto. Hayo yameelezwa na gavana wa mji huo Ole Kiper kupitia mtandao wa kijamii wa Telegram. Amesema kwenye viunga nje kidogo ya mji wa Odessa nyumba 3 za watu binafsi zimewaka moto na miundombinu ya umeme imeharibiwa. Mashambulizi ya droni za Urusi yameutikisa mji huo karibu kila siku ndani ya wiki hii. Hapo Jumatano usiku watu wawili walijeruhiwa huku mtu mmoja akifa siku ya Jumanne baada ya kuangukiwa na mabaki ya makombora. Uharibifu wa vituo vya kufua au kusambaza umeme umepelekea kukosekana nishati hiyo muhimu pamoja na huduma za maji na vipasha joto majumbani. Vile, Rais wa Marekani Donald Trump ametoa maagizo ya kusimamisha usaidizi wa kijeshi na ubadilishanaji wa data za kijasusi na serikali ya Kiev kwa sababu Volodymyr Zelensky aliichukulia kuwa ni kawaida. Mkurugenzi wa ujasusi wa kitaifa wa Marekani Tulsi Gabbard anasema rais aliamua kusitisha kugawana taarifa za kijasusi pamoja na msaada wa kijeshi. Kwa kweli, kutuma ujumbe kwa Zelensky sio kuwachukulia watu wa Amerika watu wa kawaida. Vile utawala wa Marekani umefanya maendeleo makubwa na Moscow na Kiev kama sehemu ya juhudi za amani. Rais wa Marekani Donald Trump anawaambia waandishi wa habari kwenye ikulu ya White House, nitasema kwamba tumepata maendeleo mengi na Ukraine na maendeleo mengi na Urusi katika siku chache zilizopita na itakuwa nzuri kumaliza hilo, Trump aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika kasi kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Endelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kwa kina kile ambacho kinaendelea. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Vile Volodymyr Zelensky amesema timu za mazungumzo za Marekani na Ukraine zinaanza tena kazi na kupanga mkutano wiki ijayo. Timu za Ukraine na Marekani zimeanza kazi tena na tunatumai kuwa na mkutano wa maana wiki ijayo, alisema kupitia television. Ripota wa Axios Barak Ravid amesema mapema Alhamisi akinukuu vyanzo kwamba timu za Amerika na Ukraine zimepangwa kukutana Saudi Arabia mnamo Machi 12. Siku ya Jumatano, mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani Mike Waltz alisema Washington ilikuwa inawasiliana na Kiev kuhusu mahali, tarehe na muundo wa wajumbe wa mazungumzo yao. Hakutaja wakati maalum. Vile taifa la Poland bado inasubiri washirika wa NATO kutoa mbadala wa ndege zake za kivita za MiG-29 ambazo ziliahidiwa Ukraine. Rais Andrzej Duda anawaambia waandishi wa habari mjini Brussels kufuatia mazungumzo na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte. Anasema, nitasema hivi, daima tumeweka sharti moja tu ambalo likifikiwa litafanya uwezekano wa kuhamisha ndege zingine. Kwani hapo awali tumehamisha ndege 14 za MiG-29 hadi Ukraine, kundi moja la mwisho limesalia kwenda. Ni lazima tudumishe usawa na kuhakikisha anga ya Poland inalindwa, alisema katika mkutano na waandishi wa habari kwenye mitandao ya kijamii. Iwapo itatokea kwamba washirika watatupa ndege ambazo zitachukua nafasi ya MiG-29 katika ulinzi wetu wa anga, ninaamini kwamba tunapaswa kutimiza ahadi yetu kama tulivyoahidi Volodymyr Zelensky na kukabidhi ndege hizi. Mnamo Julai 8, 2024, ofisi ya Zelensky ilisema kwamba chini ya mkataba wa ushirikiano wa muda mrefu wa ulinzi na usalama ambao nchi hizo zilitia saini mapema siku hiyo, Poland ilichukua kufikiria kuhamisha angalau kikosi kimoja cha ziada cha MiG-29 kwenda Ukraine. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk alionya Zelensky wakati huo kwamba Warsaw haitaweza kuhamisha ndege hizi bila msaada wa washirika wa NATO. Vile kurejeshwa kwa usaidizi wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine kunategemea ikiwa Kiev iko tayari kutatua mgogoro huo na kutia saini mkataba wa madini na Washington. Mjumbe wa rais wa Marekani kwa Ukraine na Urusi Keith Kellogg anasema kwenye hafla iliyoandaliwa na Baraza la Mahusiano ya Kigeni la Marekani. Kulingana naye, rais wa Marekani Donald Trump ameweka wazi kuwa kwa sasa ni kuhusu kusitisha tu msaada wa kijeshi. Kellogg alisema, imani yangu ya kibinafsi itakuwa hutasonga mbele hadi upate hati iliyotiwa saini. Kipindi tunapopata mkataba wa madini ya thamani uliotiwa saini, na tulikuwa na chaguo la kufanya hivyo nilipokuwa Ukraine na hawakufanya hivyo. Mjumbe huyo Marekani alibainisha kuwa utawala wa Washington ungependa kujua jinsi Ukraine ilivyo na uzito wa kufikia majadiliano ya amani. Vile maafisa wa Marekani na Ukraine wanapanga kukutana nchini Saudi Arabia kujadili masuala yanayohusiana na kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve Witkoff anawaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House. Kulingana naye, Volodymyr Zelensky awali alituma barua kwa rais wa Marekani Donald Trump akielezea utayari wake kwa mazungumzo ya amani. Nadhani rais wa Marekani alifikiri kwamba ilikuwa hatua nzuri sana ya kwanza.
Sasa tupo kwenye majadiliano ya kuratibu mkutano na wa Ukraine huko Riyadh au hata uwezekano wa Jeddah. Aliendelea kusema, nadhani wazo ni kupunguza mfumo wa makubaliano ya amani na usitishaji vita wa awali pia. Tovuti habari Axios iliripoti mapema ikinukuu vyanzo kwamba maafisa wa Amerika na Ukraine watajadili juhudi za kufikia usitishaji wa mapigano katika mkutano huo Saudi Arabia mnamo Machi 12. Vile mjumbe maalum wa Marekani Keith Kellogg ametofautiana na kauli kwamba Kyiv imejitolea zaidi kutatua mzozo wa Ukraine kuliko Moscow. Ametoa maoni hayo katika hafla ya baraza la mahusiano ya kigeni alipoulizwa ni shinikizo gani Washington inapanga kutuma maombi kwa Urusi ambayo inadaiwa kuwa haijajitolea kufikia makubaliano ya amani. Anasema, ninapinga maoni yao kuhusu nani ana busara zaidi kwa sasa, kwa sababu unaangalia kile kinachotokea, sioni kwa njia sawa. Kulingana na mjumbe huyo, Moscow ilifikia utawala mpya huko Washington kwa haraka juu ya masuala makazi ya Ukraine. Vile viongozi wa nchi 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya wamekutana Alhamisi jioni mjini Brussels, Ubelgiji, kwenye mkutano wa kilele uliojikita kwenye mzozo wa Ukraine na namna kuimarisha ulinzi wa umoja huo. Mpango huo uliopewa jina la Fufua Nguvu za Kijeshi za Ulaya umeidhinishwa baada ya wiki kadhaa za mashaka miongoni mwa nchi za Ulaya juu ya mahusiano kati ya kanda hiyo na mshirika wao wa jadi Marekani. Ulaya inahofia kwa sehemu kubwa kile inachosema kuwa ni kitisho Urusi, na hamkani imezidi tangu utawala mpya Rais Trump ulipoonesha dalili ya kuwatupa mkono washirika wake. Katika mkutano huo uliolenga vile kuonyesha mshikamano na Ukraine kufuatia kuingia kiwingu kwa mahusiano kati ya Rais Volodymyr Zelensky na Donald Trump wa Marekani, viongozi wa Ulaya wameazimia kujiongeleana zaidi kijeshi na kiulinzi. Rais wa Baraza Kuu la Umoja huo Antonio Costa amewaambia waandishi wa habari kwa Ulaya sasa imedhamiria kusonga mbele pamoja kwa ajili ya ulinzi wake na itawekeza fedha kwenye eneo hilo. Vile Rais Donald Trump wa Marekani ameibua tena mashaka kuhusu dhamira yake ya kuulinda mshikamano wa jumuiya ya kujihami NATO baada ya kurejea kusema kuwa nchi zisizotoa mchango wa kutosha hazistahili kupewa ulinzi. Trump amewaambia waandishi wa habari akiwa ikulu mjini Washington kwamba hatozilinda nchi wanachama wa NATO ambazo hazitengi bajeti ya kutosha kwa ajili ya ulinzi. Matamshi ya aina hiyo na ya kila wakati kutoka kwa Trump yanatishia kuweka rehani mfungamano huo wa kijeshi unaundwa na madola 32 kwa dhima ya kutoa ulinzi wa pamoja. Tangu aliporejea madarakani mwezi Januari mwaka huu, Trump amezidisha shinikizo la nchi wanachama kuongeza matumizi ya ulinzi kufikia 5% ya pato la taifa kutoka 2% iliyokuwa inapendekezwa hapo kabla. Amesema nchi zisizotimiza kiwango hicho zinaweza zisipatiwe ulinzi chini ya mwamvuli wa NATO, ambayo mkataba wake unajumuisha ibara inayotaka wanachama wote kusaidiana kijeshi pale mmoja anaposhambuliwa. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.